Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club pamoja na Young Africans. Kwa kile kinachoendelea kwa sasa, unaambiwa mambo yamekuiva huko tayari, kila kitu kimeweza kutokea. Ambapo kwa siku ya jana kuna mambo ambayo yaliweza kujiri wakati wa usiku katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kufuatia mchezo huo, kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo inaelezwa ya kwamba kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya hapa nazungumzia Simba Sport Club na Young Africans getini kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya kuelekea katika mchezo huo. Na unaambiwa mambo ambayo yameweza kutokea ni ya kusikitisha sana, ambayo yameweza kupelekea watu kususia kucheza mchezo huo. Wakina nani hao utakwenda kujua hapa, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze hili ambalo linaloendelea kwa sasa katika kikosi cha Simba pamoja na Young Africans kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ilikuwa ikiweza kusubiriwa kwa muda mrefu dabi ya Kariakoo, wakiweza kuwakutanisha miamba ya soka kati ya Simba pamoja na Young Africans, ambapo ilikuwa imeweza kubakia masaa kadhaa tu kwenda kupigwa kwa gemu hiyo, ambapo kilichoweza kujiri katika usiku wa kuamkia tarehe 8, ambayo ndio siku ya mechi ya klabu ya Young Africans dhidi ya Simba. Sasa klabu ya Simba ilienda kufanya mazoezi katika uwanja ambao inaelezwa ya kwamba ambao ndio uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kufanya mazoezi. Lakini katika kwenda kufanya mazoezi inaonyesha kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ilikwenda ikiwa na mabasi mawili, moja la wachezaji lakini lingine likidaiwa ya kwamba ilikuwa ni wazee. Sasa hao wazee wakawa tu mashabiki ama watu wa Young Africans, inaelezwa wakawa wanajiuliza hawa ni wakina nani ambao wanaingia kwa Mkapa usiku huu, wazee wanafuata nini katika mechi ya vijana usiku huu. Ndipo Young Africans kugoma kuingiza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Wekundu wa Msimbazi Simba inaonyesha kwamba kile kilichoweza kutokea, wao hawajakubaliana na wametoa maamuzi yao, ambayo haya na kusogezea hapa utakwenda kujua kila kitu. Ambapo masaa kadhaa yaliyopita klabu ya Simba imeweza kuandika barua ambapo inasema ya kwamba taarifa kwa umma, Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 45 ya kanuni za ligi kuu, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili.
imetolewa na management ya klabu ya Simba. Sasa Kariakoo derby ambapo kilichoweza kutokea, unaambiwa pia shirikisho imeweza kutoa taarifa yake kwa kile kilichoweza kufanyika. Inasema ya kwamba bodi ya ligi yatupilia mbali barua ya Simba na kuagiza mchezo kuchezwa leo. Unaambiwa taarifa ya Simba Sport Club kuhusu mchezo wa ligi kuu dhidi ya Young Africans. Unaambiwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya malalamiko kutoka Simba Sport Club kuhusu changamoto zilizojitokeza katika mechi ya ligi kuu dhidi ya Yanga. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na hayo, tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 15 kifungu cha 10 kanuni ya ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki michezo yote iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, isipokuwa kutakuwepo na sababu maalum zilizoidhinishwa rasmi na shirikisho. Aidha, kukosa kushiriki katika mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana kanuni ya 16 kifungu cha kwanza inayohusu maamuzi dhidi ya timu zisizotii ratiba za ligi. Pia kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 inayotaja haki ya kufanya mazoezi uwanjani, tunahakikisha masuala hayo yanafuatiliwa kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika na uvunjifu wa kanuni hizo. Hivyo basi, kwa kufuatia kanuni za shirikisho, tunawaagiza kuendelea na mchezo kama ulivyopangwa ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu NBC, kuzingatia maslahi ya mashabiki, wadhamini wa ligi kwa ujumla. Malalamiko kuhusu changamoto zilizojitokeza yatafanywa kazi kwa wakati unaofaa. TFF inaendelea kujitahidi kuhakikisha ligi inaendeshwa katika haki na uwazi kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi mshirikishe kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa kanuni. Unaona bana, alichokiandika hicho TFF, wao pia wameweza kutoa taarifa yao. Lakini katika nyakati nyingine unaambiwa ameandika Hans Raphael, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba nimesoma vizuri barua ya Simba, ila kuna sehemu kama mbili wameniacha njia panda. Moja, katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Kupitia huu mstari ni wazi Simba hawajazuiliwa na mabouncer kuingia uwanjani, bali wamezuiliwa na meneja wa uwanja, kwani ndiye mwenye mamlaka na funguo za kuruhusu watu waingie uwanjani. 2, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Kwenye mstari mwingine, Simba wameandika juu ya mabouncer wa Yanga, binafsi hapa wameniacha njia panda. Najiuliza wamejuaje kama wale ni mabouncer wa Yanga? Mbaya zaidi, kwenye lile eneo hakukuwa na kiongozi yoyote wa Yanga. Sasa wao wamejuaje kama wale ni mabouncer wa Yanga? Au walikuwa na jezi au vitambulisho vya Yanga? Maana viongozi wote wa Yanga wamesajiliwa na TFF, hakuna sehemu Yanga wamesajili mabouncer. Lakini pia barua ya Simba inasema bouncer wa Yanga wamezuia timu kuingia ndani, ila kukiangalia video za ile tukio bouncer walikuwa nje ya uwanja. Ina maana na wao hawakuwa na mamlaka ya kuingia ndani, kwani meneja wa uwanja alitia loki. Pia tujiulize swali, mabouncer ambao walikuwa nje wanaweza vipi kumzuia mtu asiingie ndani wakati uwanja umefungwa? Unaona bana, mambo ni moto kweli kweli. Hii pengine inaweza ikachukua sura mpya. Tusubiri muda unavyozidi kwenda, tutaelewa ni nini ambacho kinachoendelea katika mchezo huo mkubwa kabisa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na